bado unazidi kung'ang'ania uovu huu ili uweze kuendelea. Teknolojia inaona wewe unaoposti kila siku kwenye mitandao, tunawaona na tunawaona, tunazidi kuwa mark na huu ujumbe ufike wa watu wote, wawe wanasiasa, wawe ambao unataka kugombea nafasi yoyote, uwe ni mtu yoyote. Sisi tunaona kizazi hiki sio kizazi cha miaka ya nyuma kwamba mtafanya vitu wala tusifuatilie wala tusione. Kumbukeni, unaporuhusu maovu yaweze kutawala, maana yake unaruhusu umaskini na magonjwa yaweze kuingia katika nchi. Maana yake unaruhusu giza liweze kuendelea kutawala katika bongo za watu, katika akili na ufahamu wa watumishi mbalimbali. Lakini tunaposimama wote na kukapinga hii giza, hii sumu ambayo inaenezwa, maana yake tunatengeneza nuru ya fikra, maana yake tunatengeneza nuru ya ukombozi, maana yake tunatengeneza vijana, jamii ambayo itakuwa ni majasiri kwa kuweza kusimama na kudai haki zao, kuweza kusimama na kutengeneza uchumi ulio bora, sio bora uchumi wa kwenye makaratasi ambao kila siku hawa madalali wa kisiasa, hawa matapeli walioko serikalini wakiwa wametudanganya miaka yote na miaka yote. Kumbuka, anayeumia ni mimi na familia yako na bibi yako na mzee wako na jamii yote kwa ujumla. Ila hawa manyang'ao hawaumizwi na kitu chochote, kwa sababu wao wanasubiri kodi yako, waweze kupata kodi yako na maisha yao yaweze kuendelea. Je, utakubali kuendelea kutumika kumsifia Samia na kuruhusu aweze kuua Watanzania wenzako? Au utasimama na Watanzania wenzako kuweza kutetea kizazi chako, kuweza kutetea nchi yako, kuweza kutetea haki za kila raia wa Kitanzania, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchumi bora, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na huduma bora, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na kizazi chenye fikra, kizazi ambacho kinaheshimiana, kizazi ambacho kitaheshimu haki, kwa sababu haki ndiyo msingi wa kwanza wa maendeleo. Haki ndiyo utu wa kwanza wa binadamu. Haki ndiyo uchumi. Haki ndiyo kitu ambacho kitakuletea pesa kwenye mfuko. Bila haki huwezi kupata pesa kwenye mfuko. Bila haki biashara haiwezi kufanya. I didn't catch your name. I didn't give it. Bond is immature and reckless. Thrill seeking. Issues with authority. Kuonyesha kwamba siku moja tutaweza kupambana na hawa manyang'au na kuyaondoa madarakani. Naomba tarehe 7 mwezi wa 7, anza maandalizi sasa, tukutane barabarani. Asante sana shangazi na wapigania wake wote duniani. Mungu awabariki. Asante sana. Siasa ni maisha. Nashukuru sana kwa kweli, umeongea vizuri, na labda tu kwa sababu umeigusia vizuri sana hii Sabasaba, watu waelewe kwamba hii Sabasaba sasa hivi si ya mtu mmoja, si ya kikundi kidogo, ni ya nchi nzima, na hatutakiwi kuogopa. Yani sasa hivi kuna hoja alitoa King David pia kwamba hawa watu wameshalemewa na hakuna mtu sasa hivi atapeleka pua mbele aanze kwanza hata kutoa vitisho na vitu kama hivyo. Sasa hivi hali imekuwa mbaya, na nipo nasoma hapa kuna taarifa ya kwamba watu kuna mtu anasema kwamba wanakagua watu ambao wanaenda sasa hivi Ulaya, wanaangalia kama uko kwenye mfumo, na inaonekana wanatafuta CCM public figure au ni jeshi la polisi, haieleweki, lakini watu ambao wanatoka Tanzania wanakaguliwa kweli. Wajiandae kwa kweli. Mimi nawaambia siku zote kwamba mnavyokuwa mnafikiri kwamba hizi sanctions labda zitakuwa tu ni za mtu mmoja, basi hamuelewi. Na bado, kwa sababu shida ambayo iliyopo, na hapa mfano mdogo, swala la kutoka na kikosi kuja kututeka nje ya mipaka ni swala ambalo mnalichukulia tu juu, lakini niwaambie hiyo ni sehemu moja kubwa sana ya kuchukuliwa hatua, kwa sababu huu ni uhalifu ambao sasa unavuka mipaka. Sasa mimi naambia kabisa, haya maswala nyie mlikuwa mnaona kama mnanikomoa mimi, mnanitishia, na kuna watu kabisa walishabikia, na wengine najua wanaishi hata nje ya nchi, nje ya mipaka, wakawa wanashangilia kwamba waendelee tu, tena waende wakamkamate vizuri huko, wamteke.
Sasa haya yatakuja kuwarudia baadaye, mtakuja kusikia hata nyie visa zenu zinafutwa huko. Haya, shauri zenu. Mlelwa, karibu. Asante dada Maria, habari ya leo? Nzuri kabisa, karibu sana. Asante. Kwanza niwashukuru, niwapongeze kwa kuendelea na shughuli hii ngumu lakini ambayo ni muhimu. Na kabla sijaenda kwenye mchango, kwa idhini yako naomba kunukuu dua ya mjahidi, na kwa kuogopa kuiharibu nisirudie, basi Mungu asikie, tuwe tumesali ile dua kwa pamoja. Amina, amina. Asante sana. Asante Mlelwa, karibu. Asante. Hoja ya leo ni nzuri na imekuja kwa wakati. Nafikiri kuna wakati kwenye spaces zilizopita nimewahi kusema kwamba utayari wa watu unaonekana kwa njia mbalimbali. Kwa mojawapo niseme kwamba hoja ya leo imenifurahisha kwamba inaonyesha kwamba kuna vitu vinafanyika, na hii sasa hawa watu wameshalemewa, wameshaishiwa, hawana cha kusema. Kila wanachofanya ni kitu cha aibu na ukweli unazidi kuonekana. Lakini sasa upande wa pili, tunafanya nini ili tuonekane kwamba ni hai? Lazima kuwe kuna vitu vinafanyika. Kwanza tunaanza na mijadala yetu, mada kama hizi, kwamba tunafanya nini, tunashauriana, kwa sababu wapo hapa wanatusikiliza, wajue kabisa kwamba kuna kitu kinafanyika. Space iliyopita pia nilipongeza watu ambao wanajaa kwenye mikutano. Kule ambako ni mbali tunapata picha zao, watu wamejaa kwenye mikutano, wamekuja wenyewe. Tunaona vibe la watu ambao wakiwa kwenye mikutano, vibe la watu wanavyodai maandamano, na kuambiwa subirini, kuna kitu kinafanyika na kuna hatua tunazipitia. Sasa ni mambo ambayo yana wakati wale wanazidi kuvurugana, wakati wale wanazidi kuishiwa hoja, wakati upande wa international forum ziko upande wetu, basi na sisi ndani tuonekane tunafanya kitu. Ni kweli kwenye hoja za watu wa kimataifa, Umoja wa Mataifa, Marekani na vile wanafanya vizuri na ni hatua njema, lakini ICC ni jambo zuri, ushahidi mnakusanya na kuandaa ni jambo zuri, lakini jambo linakuwa jepesi zaidi na linakuwa la haraka zaidi na linakuwa la moto zaidi kama kuna kitu ambacho hapa ndani pia kuna kitu kinafanyika, kwamba huko kufanyika kwa kitu kunaonekana kwamba sisi hatujaridhika, hata hao wanaotuunga mkono basi wanaongeza speed. Lakini pia hao ambao tayari wameshapaniki, ukichanganya na maugomvi yao, nao wanaishiwa zaidi. Hata wale ambao walikuwa wanajipendekeza, hata hao ambao walikuwa labda ni upande wa askari, na wale wanaanza kuona kwamba kama huko ndani kwenyewe wamegawana, kutakuwa na kundi ambalo angalau linaona nafuu lijiunge na sisi. Hata lisipojiunga moja kwa moja, lakini hiyo nguvu ya kupambana na sisi inakuwa na wenyewe inapungua, kwa sababu uwezekano wa kudondoka unakuwa kila mtu anauona. Sasa juzi nimeona kwenye mtandao vijana wanatembea wanamwaga vipeperushi kwa ajili ya tarehe 7 mwezi wa 7. Hizi ni hatua ambazo zinaonekana watu wanafanya vipeperushi kama hivi. Vijana wapo wanajitolea, wanapita, vinaandaliwa, vinasambazwa kwa namna ambayo vinasambazwa. Tayari hawa watu wanaona kwamba kweli kitu ni serious. Nimeona na wao wanaanza kutengeneza, wanatengeneza AI, wanakuja kwamba sasa hii kuna kamati imeundwa ya kuhakikisha kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 itakuwa ni siku ya kuvunja amani wote, itakuwa ni siku ya kuimarisha amani. Kama wanaanza kurespond, manake wameshaona kwamba kuna kitu kinafanyika. Kwa hiyo mimi nipongeze sana kwamba ni muhimu sana maandalizi haya na mijadala hii na mbinu tunazoendelea kupeana hizi ni muhimu sana ziendelee kufanyika. Lakini jambo la pili ambalo ningependa kumalizia kwa leo ni kwamba hatua hizi, moja ya hatua ambazo ni za muhimu sana, basi tuanze kuzionyesha tarehe 11 ambapo kesi ya mwenyekiti wetu itatajwa, watu tufike mahakamani hapo wa kutosha, wa kutisha. Yani huo ujio na ukichukulia hiyo gap ambayo tulikuwa tumekaa, mwenyekiti hajaletwa, juzi ameletwa kwa kificho, ilipizwe kisasi tarehe 11. Kuna wale jenzi wanakuja bila kuchana nywele, dread style. Yani chochote ambacho kitamuonyesha kwamba sasa haya ni mapenzi kwa Lissu. Kwanza idadi ya kutosha ya kutisha. Alafu jambo la pili, hizo style t-shirt na nini, vibe, vyote hivyo vitakuwa vinazidi kutokomeza upande wa pili. Wataona kwa hawa wote ambao wanakuja kwenye kesi ni watu ambao wamejiandaa kwa ajili ya tarehe 7 mwezi wa 7. Na wale ambao bado hawajafika hapa,
wamejiandaa. Hawa watu wanaojaa kwenye mikutano ni watu ambao wanajiandaa kwa ajili ya tarehe 7 mwezi wa 6. Yani focus ya Lissu iwe ni kipaumbele, kwa sababu hapa hakuna namna tunaweza tukapata kitu kikaenda mbele kama Lissu yuko ndani. Jambo la kwanza kwa sisi wote liwe ni kwamba Lissu atoke nje, alafu mambo mengine yaanze kufuata hatua kwa hatua, kwa sababu tuna uwezo wa kwenda kwa spidi mara 4 zaidi kama tukiwa na Lissu nje kuliko tukianza kupata vitu vingine vidogo vidogo wakati Lissu yuko ndani. Kwanza itakuwa ni dharau. Kwa hiyo nilikuwa napenda kusisitiza kwamba basi kwenye hii tarehe 7 mwezi wa 7, moja ya hatua za kuwatisha hawa watu ni kutokea kwa wingi sana tarehe 11 kwenye kesi ya mwenyekiti wetu. Sio kama nasikia Damaria. Unasikika, endelea. Okay, kwa hiyo moja ya hatua nyingi zinafanyika na zinaonekana, lakini hatua muhimu tarehe 11 tufike kwenye kesi na waone ule wingi, waone hizo staili za kuungwa mkono. Alafu jambo lingine ni kwamba hawa wenzetu ambao wanapata nafasi ya kusimama kwenye stage, basi hao nao wa focus kwamba lengo kubwa, basi kweli katiba ni muhimu, kweli mageuzi ni muhimu, kweli CCM ni wabaya, lakini basi asitokee mtu anapanda kwenye jukwaa alafu jambo la kuachiwa kwa Lissu linakuwa kama jambo la ziada hivi. Ndio ni jambo la msingi, ndio jambo la kwanza, na watu waambiwe kabisa kwamba kama hawajamwachia tutakwenda kumchukua. Kama hawajamwachia tutakwenda kumchukua. Mimi nakumbuka hata mikutano wakati inaachiliwa baada ya kuwa imefungwa na Magufuli, vijana walitangaza kwamba kuanzia tarehe fulani Januari sisi tutaanza mikutano kibabe, ikatangazwa siku 3 kabla ya ile deadline. Kwa sababu ile seriousness ilionekana kwamba hii kazi ya kupigana na watu ambao wanaanza mikutano kibabe na ni haki yao itakuwa ni ngumu kuliko tujifanye sasa sisi tumeruhusu sisi. Kwa hiyo waambiwa kwamba kama hawezi kumwachia tutakwenda kumchukua, na dalili ndio hizo, dalili za kwenda kumchukua ndio hizo. Sasa wataona kuliko aende kuchukuliwa, wanaweza wakaamua kwamba afadhali tumwachie kabla. Wakimwachia kabla, sisi kwetu ni nafuu, tukishakuwa naye tutapanga mambo mengine yanayofuata hapo mbele. Na labda jambo la mwisho ambalo ningependa kuzungumzia hapa kuhusu hiyo tarehe 7 mwezi wa 7, lakini iko nje kidogo, lakini nafikiri ni kwa sababu kazi hii inafanyika kwa moyo. Kazi inafanyika kwa imani. Imani ikishuka kazi inapoa. Moyo ukishuka kazi inapoa. Nimeona kuna hii trend ya wageni kurudi, ni jambo zuri. Lakini naomba sana wasiwekwe mstari wa mbele. Nyewe wenzetu mko karibu huko na watu ambao mnawasiliana nao, Damaria. Tuwashaurini sana warudi wafanye kazi, lakini wasiwekwe mstari wa mbele, kwa sababu mtu ambaye aliwauza watu juzi akageuka kwa namna ile akiwa mstari wa mbele, wanaofuata watakuwa hawana imani. Watu wanakaa masaa 2 masaa 3 wanasikiliza hotuba, lakini huyu wanayemsikiliza ambaye juzi alidanganya, kesho akageuka, kesho kutwa akiwa mstari wa mbele, sio jambo zuri. Wapokewe sawa, lakini wapambane sawa, lakini wasiwekwe mstari wa mbele. Mstari wa mbele wasimame wale ambao walishasimama tangu na hicho kipindi kigumu, na ile wao wasukume hiyo gurudumu kwa nyuma. Wale ambao wameshaaminiwa wakati ambao ni wakati mgumu wasonge mbele, tufike na gurudumu ili sawa. Watu wakisha lose imani, hii nguvu itapungua, haitaendelea kusimama hivi. Kwa nashukuru sana kwanza kwa mada ya leo. Nashukuru kwa namna ambavyo watu wanajitahidi na kuonyesha mambo ambayo yanafanyika. Kama nilivyosema, wengine wanaonekana wanatupa vipeperushi, wengine wanaweka style, wengine wanatembea barabarani, wengine wanavaa t-shirt. Na tarehe 11 tutokee kwa wingi kabisa, tujaze pale mahakamani. Alafu tunapoelekea tarehe 7 tuendelee kujipanga na kupeana mbinu mbalimbali na kushauriana mambo ya kufanya, sehemu ya maandalizi, hatua za maandalizi, na hizo hatua zio zinaonekana, kwa sababu kuna hatua zingine ambazo sio makosa, ziwe zinaonekana kwamba okay, watu wenye nia wapo na wenye nia wenyewe ni hawa, ambao hata kama katika hawa wanaonekana wakitokea robo tu ya hawa wanaonekana, basi nchi itakuwa imeharibika, watakuwa wamefanikiwa. Nashukuru sana Damaria, leo naomba niishie hapo. Kwa kweli Mungu atie nguvu. Shukrani sana. Asante sana Mlelwa, nadhani hata ushauri wako umeshafika, wala hamna haja mimi kuifikisha. Uzuri wao wanasikiliza, hata kama ni recorded wao wanapata ujumbe. Na mimi kama huwa ninavyosema, katika hili mimi sio muumini sana wa masuala haya, lakini nadhani ujumbe umefika. Watajua wenyewe kama wataamua wawape uongozi moja kwa moja na urudi ama la, hiyo ni juu yao. Lakini kuna jambo umezungumzia kuhusu trust. Nadhani watu wengi hawaelewi, na ni very unfortunate, hata katika siasa wanasiasa wengi huwa hawaelewi kwamba imani ni jambo ambalo huwezi kumtishia mtu, huwezi kumhonga, huwezi kufanya jambo lolote
na imani huwa haijengwi kwa maneno. Yani hata kama utataka kuja kujieleza baadaye ukiamini kwamba labda una special powers wewe, una kipaji cha kuongea na kushawishi sana watu, niamini mimi, imani ikifutika huwa hairudi. Kuna watu ambao wamejifunza kwa njia ngumu kidogo. Walikuwa wanaamini sana kwamba mimi napendwa sana bwana, acha tu nifanye, alafu nitakuja kuwapiga maneno hapo, alafu mambo yatakaa sawa. Never ever. Kwa hiyo mi binafsi naamini kabisa kwenye hilo, na ninaamini pia hakuna haja ya kubeba mtu. Yani kama mtu amesha vuruga mambo yake, aendelee huko kwa alikovurugana. Yani huwa mara nyingi watu kama hawa hawana msaada katika harakati, kwa sababu mtu kama alikusaliti, aliamua kukimbia, whether ni kukimbia au whether ni kukaa pembeni au kuhamia chama kingine, alafu leo anarudi, wajue pia, yani inatakiwa wewe uwe na akili kujipima, kwa nini huyo mtu ameamua sasa hivi kurudi. Kwa sababu gani? Angerudi labda mwezi wa kwanza. Unajua kuna ile kipindi ilikuwa kigumu, ilikuwa mambo yalikuwa yaeleweki. Lakini sasa hivi kabisa kila mtu anaona kwamba huyu mama ameshaishiwa nguvu, vikwazo vimeanza, alafu ndio unasema mimi narudi. Sasa hivi mimi narudi bwana. Of course lazima urudi, kwa sababu umeshaona ni mtelemko. Yaani mimi ndio maana hata Novemba ile si utumie tu hata akili kidogo. Kwani jamani, mpaka kila kitu muambiwe. Hata Novemba ile suni baada ya mauaji, mtu angesema kwa kweli, of course nilikuwa natafuta cheo, lakini sikutegemea kama itakuwa hivi. Imeshakuwa Novemba ile mapema baada ya mauaji, watu wangetokeza kwamba hii sio, mimi siungi mkono, angalau ingekuwa imeonekana kwamba tulifikiri ni siasa za kawaida, lakini zimevuka mpaka. Sasa mtu ametulia tu, amenyamaza tu mpaka leo, alafu anarudi akiwa mstari wa mbele mpaka mwezi wa 6 huko. Imani hii ikishashuka kwa hawa watu, kuja kuipata sio rahisi. Ndio maana basi, kwa sababu tuna lengo la kufanikiwa, tunawashawishi hawa wenzetu ambao tayari wako mbele. Kama watu wanawapokea, wapokee, wabaki huko nyuma, lakini wasiwaweke mbele, ili hawa ambao tumeshawaamini wakati wa kipindi kigumu, wakati wa kipindi cha moto, cha tanuru la moto, tuendelee nao mpaka tuvuke mbele. Tukivuka huko sawa, wote watanufaika na wewe ukombozi wa nchi hii. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwaingiza watu ambao wanaweza kutufanya tushindwe kujikomboa, turudi nyuma, tuchelewe zaidi, wakati tayari walishapoteza trust. Trust hainunuliwi. Trust ni vitendo vile ambavyo tumepitia na namna ambavyo Mungu amekupa nafasi ya kupitia hayo madhira. Kwa mfano kama Maria, umepata yale madhara, alafu leo unaendelea na ile kazi. Hii kitu usingeweza kununua kwa hela, ni kitu ambayo imetokea na hukupanga kwamba itokee hivyo, ili uonyeshe hiyo trust ya wewe. Kwa tumekuamini kwa sababu ya hayo mazingira ambayo tumepita na wewe. Kwa ina maana hata siku moja tukisema tunasimama tunakwenda mahali fulani, kila mtu yani akiambiwa tu mara moja anajua Maria yupo, anasema yupo, basi hiyo jambo ni la kweli. Maria yupo, anasema hayupo, inasema hilo jambo sio la kweli. Lakini hawa ambao tayari imani imeshakufa, wakianza kuwekwa mbele, manake wanavunja mioyo ya watu. Watu wakivunjika mioyo, hadi mambo magumu kama ya tarehe 7 yatakuwa ni magumu kutekelezeka. Nashukuru sana Maria. Asante Mnelo, shukrani sana. Umeongea kwa hekima kubwa, nashukuru sana. Sasa najaribu kucheki mimi upande wangu Mshabaha, hizi request naona watu wamedondoka kama 5 hivi. Sijui kama unaiona kwa upande wako, lakini wakati tunaendelea kucheki Mshabaha, unaona kitu upande wako? Watu wengi wameshuka. Naona shida ni mtandao, wanafinya sana, wanaanguka. Lakini wakati bado tunaendelea kusubiri wale ambao wameanguka warudi, kuna swala moja ambalo imeibuka na inaendana na hii ya wazalendo kwamba wako hoi au hai. Kitu ambacho nimegundua pia ni kwamba sasa hivi kumekuwa na kama kulaumiana kwamba nani alisababisha mpaka tumefika hapo, lakini kusema kweli kabisa, Mshabaha uliongea issue ya CDF kwa kweli ana jukumu kubwa na alikuwa na jukumu kubwa na kipindi bado tulikuwa tuna imani, alafu akatokea akaongea pale. Yani nadhani wengi walikuja baadaye wakasema eti ni AI. Yani hiyo mtu akikwambia hiyo ni AI ni kama vile hataki kuamini kwa macho yake kwamba inawezekana CDF mzima akaja akatoa hotuba kama hiyo. Sasa nakumbuka hapa katikati ulikuwa umegusia swala la kuwa mateka wakati huyu mama anaapishwa, na hata nadhani hapa katikati ulikuwa na hiyo hoja kwa CDF.
Mimi niseme tu hiyo rumor ilikuwepo kabisa kwamba watu